Kazi utakazofanya ukisoma HKL. Umechagua HKL au unapanga kuichagua? Watu wengi wanafikiri HKL haina kazi nyingi. Lakini ukweli ni huu. HKL inaweza kukupeleka mbali sana kama utaicheza vizuri. Leo kwenye Jack Media TZ tutakuonesha kazi halisi utakazoweza kufanya ukisoma HKL na siri ya kufanikiwa ndani yake. HKL ni nini? HKL ni mchanganyiko wa masomo matatu: History, Kiswahili na English Language. Hii ni kombi inayokujenga kuwa mtu wa mawasiliano, uchambuzi na uelewa wa jamii. Kazi utakazozifanya. Ukisoma HKL unaweza kufanya kazi kama mwalimu, kufundisha historia, Kiswahili au English. 2. Mwandishi wa habari, yaani journalist, redio au TV au online media. Na 3. Mwandishi, author au content creator. Utakuwa ni mwandishi wa vitabu, blog, YouTube na scripts. Namba 4, mwanasheria, yaani lawyer. Namba 5, diplomat au afisa ubalozi. Hapa utakuwa ukiwakilisha nchi kimataifa. Namba 6, mawasiliano kwenye makampuni, taasisi au serikali. Namba 7, translator au interpreter. Hapa ni tafsiri ya lugha, Kiswahili na Kiingereza. Hizi sio kazi za kubahatisha, ni kazi zinazohitaji ujuzi wako na mawasiliano. Ukweli usiosemwa. Sasa sikiliza hii vizuri. HKL sio kombi ya kukaa tu darasani na kusubiri ajira. Inahitaji kujituma, kusoma sana, kuongeza skills, yaani writing, speaking na communication. Ukilala utaishia kusema hakuna kazi, lakini ukijituma unaweza kuwa mtu mkubwa kwenye jamii. Nani anafanikiwa HKL? HKL inafaa kwa mtu ambaye anapenda kusoma na kuelewa mambo kwa kina, lakini awe ana uwezo wa kuwasiliana vizuri na awe na ndoto ya kuwa kiongozi au msemaji. Kama wewe ni mtu wa vitendo vya haraka bila kusoma sana, HKL inaweza kukutesa. HKL sio kombi ya kawaida, ni kombi ya watu wanaoweza kubadilisha fikra za jamii. Swali ni hili, wewe unaitumia vipi? Andika hapo chini, wewe unasoma HKL au unapanga kuisoma? Usisahau like, share na subscribe kwa maarifa zaidi ya elimu na maisha. Kumbuka, kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu.